Donald Trump hivi sasa amekuwa akiweka ushuru mbalimbali kwenye makampuni na nadhani sasa hivi ameangazia kwenye upande wa dawa. Sasa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru mpya utakaoanza Oktoba 1 kwa kampuni za dawa, malori makubwa, vifaa vya ukarabati wa majumbani na samani, na kufufua upya vita vyake vya kibiashara duniani. Katika tangazo lake, Trump amesema bidhaa yoyote ya dawa yenye chapa au zilizo na hati miliki zitazouzwa ushuru wa 100%, isipokuwa tu kama kampuni zitajenga viwanda vya uzalishaji dawa ndani ya Marekani. Malori makubwa kutokea nje yatatozwa ushuru wa 25% ili kulinda wazalishaji wa ndani. Samani na vifaa vya ukarabati wa nyumba pia vimewekwa kwenye orodha ya ushuru mpya. Kwa mujibu wa Trump, bidhaa hizi zimekuwa zikifurika sokoni kutoka nje, na hatua hiyo inalenga kulinda viwanda vya ndani vya Marekani pia. Hatua hizi ni mwendelezo wa vita vya kibiashara vya Trump na zinaweza kuathiri bei za bidhaa, mahusiano ya kimataifa na sekta ya afya pia. Nitakukumbusha siku za nyuma kidogo, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba kuna baadhi ya dawa sio salama kwa matumizi ya binadamu. Akaeleza mwenyewe, akaorodhesha baadhi ya hizo dawa na kueleza kwamba raia wasitumie, hususani watu ambao ni wajawazito na wamama ambao inapelekea changamoto za uzazi kwao, hivyo ikiwezekana waweze kuachana nazo mara moja. Lakini safari hii amekuja wazi, akaona nikiweka tozo kwenye dawa basi na njia ya kuongeza uzalishaji ndani kwangu, kwa sababu nitalazimisha watu waweze kujenga viwanda. Kwa hiyo Trump anachopambania ni uchumi wa Marekani uweze kurejea tena juu kwa kasi sio ya kawaida, na kwa sababu soko la ndani linaonyesha limetawaliwa na wageni zaidi kuliko hata wenyeji wenyewe.